Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za michezo. Kama hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinachotrend huko kwenye mitandao ya kijamii. Kubwa hivi sasa ni kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Taarifa kubwa kutoka kwao ni kwamba baada ya kukaa nje ya dimba kwa majuma kadhaa, hatimaye kiungo fundi wa boli Mohamed Bajabiri, raia wa Kenya huyu, ameanza kurejea uwanjani taratibu na punde tunatarajia kuanza kuona ubora wake. Hii ni taarifa njema kweli kunako mashabiki wa soka wa Simba Sports Club ambao mara kadhaa walikuwa kihoji vipi mchezaji huyo wa Kenya mbona hatumuoni wakati kila siku tunapata taarifa za wachezaji wengine kuwa na matatizo ama majeraha, lakini huyu mchezaji hatusikii chochote kile. Na mara kadhaa Ahmed Ally alikuwa akiwajibu kwamba huyo ni mchezaji ambaye amesajiliwa akiwa na majeraha na hivyo hakupata muda wa kupona majeraha yake, ndio maana hajaonekana uwanjani. Na taarifa hivi sasa ambazo zimetolewa rasmi na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ni kwamba star huyo sasa amerejea uwanjani. Jina la Bajabiri limekuwa kubwa kweli kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia na midomoni mwa watu. Licha ya kuwa mchezaji huyo hajaonekana kucheza uwanjani katika mechi za kimashindano hata moja tangu kusajiliwa, lakini anaonekana kuwa na bahati mbele ya mashabiki wa soka wa Simba, kutokana kama vile ni bahati ya kupendwa na mashabiki hao. Ndio maana anazungumziwa ujio wa Bajabiri kunako mazoezi. Hii sasa ni ishara ya kwamba mchezaji huyo atakwenda kukabili mchezo dhidi ya Nsingizini, mchezo utakaopigwa tarehe 19 mwezi Oktoba. Mchezo huo huko Botswana, na hii ni taarifa njema kweli kwa mashabiki wa Simba Sports Club, kwa sababu wengi walikuwa wakisubiria taarifa hii kwa udi na uvumba. Kiungo huyo hatari Mohamed Bajabiri yupo tayari sasa kuwakabili Nsingizini Hotspurs ya Botswana ya Eswatini kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo utakaochezwa nchini Eswatini siku ya Jumapili ya tarehe 19 saa 10 kamili alasiri kwa saa za hapa nchini Tanzania, mara baada tu ya mchezaji huyo kurejea uwanjani, na hivi leo ameonekana. Mara kadhaa Ahmed Ally, kama nilivyokuambia, alikuwa akizungumzia afya yake, lakini imeonekana sasa imezidi kuimarika mpaka ameanza kurejea uwanjani. Klabu ya Simba ilimtambulisha kiungo huyo mpya Mohamed Bajabiri, raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 22 kama sehemu ya usajili wao kuelekea msimu wa mashindano wa 2025-26. Ujio wa Bajabiri ulijizoelea umaarufu mkubwa ndani ya muda mfupi tu kwenye soka la Afrika Mashariki, na kuashiria dhamira ya klabu hiyo kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji kuelekea kampeni ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia na michuano hii ya ligi kuu soka Tanzania bara. Na kana kwamba hiyo haitoshi, Mohamed Bajabiri alizaliwa mwaka 2003. Hawa ni wale watoto wa watoto wa 2000 tunawaita hapo nchini Kenya, na amefanya mangi tu kunako mchezo wa mpira wa miguu. Bajabiri alianza msimu wa 2024-25 akiwa na Nairobi City Stars kabla ya kutua Kenya Police Football Club mwanzoni mwa mwaka 2025, kwa maana mwaka huu, kwa dau la shilingi milioni 1 za Kenya. Katika muda mfupi ndani ya kikosi hicho alijidhihirishia kama moja ya wachezaji bora zaidi wa ligi ya Kenya, akisaidia klabu hiyo kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Kenya FKFPL kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo. Takwimu tunazungumzia hapa sasa, takwimu zinaonekanaje kwa mchezaji huyo? Takwimu za mchezaji huyo katika msimu wake wa mwisho wa Kenya Police, Bajabiri alifunga jumla magoli 11 na kuchangia kupatikana kwa mabao kadhaa ambayo hivi sasa yalimfanya akaweza kupata nafasi ya kuchukuliwa ndani ya klabu ya soka ya Simba. Uzoefu wa kimataifa wa mchezaji huyo, mbali na mafanikio ya ndani ya
ligi kuu ya Kenya, Bajabiri aliitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars chini ya kocha Benny Mark katika mechi yake ya kwanza ya kimataifa dhidi ya Gambia. Bajabiri aliingia kama mchezaji wa akiba na kufunga bao la kusawazisha kwa mkwaju mzuri kabisa, jambo lililomleta sifa kutoka kwa wadau wa soka hapo Kenya. Ingawa alikumbwa na majeraha ya msuli wa paja daraja la pili huko, bado aliitwa kwenye kikosi cha chani licha ya msuli kusumbuliwa, lakini aliitwa kwenye kikosi cha chani mwaka 2024 kabla ya kuondolewa kambini ili kukamilisha uhamisho wake kwenda Simba Sports Club. Mkataba wa Bajabiri na Simba, kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba, kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo ni kwamba Bajabiri amesaini mkataba wa miaka 3 na Simba Sports Club. Chanzo kutoka Kenya kilieleza kuwa Kenya Police Football Club ilipokea kiasi cha shilingi milioni 12.9 za Kenya, ambazo ni kwa makadirio ni kama sawa na dola $100,000 hivi, na hivyo kupata faida kubwa ukizingatia walimnunua mchezaji huyo kutoka Nairobi City Stars kwa dola kwa kiasi cha shilingi milioni 1 za Kenya. Na hii ni taarifa fupi ya mchezaji Bajabiri ambaye hivi sasa amejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Bajabiri anajiunga na Simba katika kipindi ambacho Simba ilikuwa na kocha Fadu Davis. Fadu Davis ndiye kocha ambaye alimpendekeza Mohamed Bajabiri asajiliwe ndani ya Simba Sports Club. Ingawaje bahati haikuwa njema kwa kocha huyo na mchezaji huyo kuendelea kwa pamoja, hatimaye kocha Fadu Davis akaondoka, akafungasha virago na kuiacha Simba Sports Club ikiwa kwenye majukumu mazito ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Akaondoka zake na Bajabiri akiwa ameendelea kusalia ndani ya Simba Sports Club. Ujio wa kocha huyu kocha Pantevi unaweza ukaleta taswira chanya ama hasi kwa mchezaji Bajabiri, kwa sababu kila kocha anapoingia ndani ya kikosi huwa anapenda kuwa na wachezaji wake ambao anaamini watamletea matokeo. Kwa bahati sio njema, kocha Pantev anaingia ndani ya Simba ikiwa kikosi kizima kimesajiliwa na kocha aliyeondoka. Hivyo basi huenda kocha aliyeondoka angejua matumizi sahihi ya mchezaji Bajabiri kuliko Pantev ambaye amekikuta kikosi hiko, huku bahati sio njema Bajabiri akiwa bado ni majeruhi. Sasa hili lote litapata ufumbuzi katika mchezo huo wa Simba Sports Club dhidi ya Nsingizini, pale endapo kocha Pantev kwa kushirikiana na benchi la ufundi pamoja na Suleiman Matola kama watampa nafasi mchezaji huyo kunako mchezo huo wa ugenini, na huenda akaonyesha chochote kitu na kujijengea sasa nafasi yake ndani ya Simba Sports Club. Simba Sports Club imefanya usajili kadha wa kadha, lakini ukiachia mbali usajili waliofanya, kuna wachezaji ambao wenyewe tunaweza tukasema hao ni first 11. Hata kocha aliondoka Fadu Davis alikuwa akiwapa nafasi kubwa kweli. Huwezi kumwacha mchezaji kama Kibu Dennis Prosper ubavu wa kulia huku, lakini huwezi kumwacha Jean Charles au chini hapa ya mshambuliaji, lakini huwezi kumwacha Mukwala na wachezaji kadha wa kadha ambao wapo ndani ya Simba na wale wapya. Hivyo basi Bajabiri hata kama atakuwa mzima wa afya kwa hivi sasa, huenda kwenye mchezo dhidi ya Nsingizini akaanzia kutokea benchi, na mpaka hivi sasa bado falsafa ya kocha Pantev haijajulikana, kwa sababu tangu aje ameshiriki michezo 2 pekee, na yote ilikuwa ni michezo ambayo haikuonyeshwa hadharani kwa maana na broadcast mbalimbali kama tulivyozoea kupitia Azam TV. Hivyo ni ngumu kujua nafasi ya Bajabiri kwa kocha Pantev ambaye bado falsafa yake haijajulikana. Na katika nafasi ya Pantev tangu ajiunge na Simba ameshashiriki michezo 2 pekee ya kirafiki. Mchezo wa kwanza dhidi ya Al Hilal
Omdurman ya Sudan, ambapo Simba iliondoka na ushindi wa magoli 2-1. Pira sigara wanasema, pira matatu lilipigwa huko mafichoni. Lakini mchezo uliofuata ulikuwa ni wa marudiano dhidi ya Al Hilal Omdurman ya Sudani, ambapo Al Hilal ilitembeza kichapo kibaya kweli, kichapo ambacho si vizuri kukisikia kama ni shabiki wa soka wa Simba. Kichapo cha magoli 4, Simba akipoteza dhidi ya Al Hilal, na hivyo kukazua hofu kwamba vipi, mbona kocha amepokewa na kichapo hiki kikubwa cha aina yake. Lakini ulikuwa ni mchezo wa kirafiki, na matokeo huwa yanakuwa hivyo katika michezo ya kirafiki, maana makocha huwa wanajaribu wachezaji waliokuwa nao. Ingawaje ndani ya Simba mpaka hivi sasa watu wanajua kikosi cha Simba ni kikosi cha namna gani, wachezaji gani ambao wataanza na wachezaji gani watakuwa benchi, kwa sababu tayari watu wanakijua kikosi hicho. Ingawaje formula ya uchezaji na upangaji bado haijajulikana chini ya kocha Pantev, yote anachua yeye. Na hii ni Fumo 255. Kama hujasubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa, usubscribe hapo ili usipitwe kila kinachotrend huko kwenye mitandao ya kijamii.